Wapendwa watazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibuni katika wasilisho la waraka wa kwanza kabisa wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 unaojulikana kwa jina la Magnificat Humanitas, ama kwa lugha yetu tukumpendeza. Wapendwa, katika siku ya maadhimisho ya kumbukumbu ya Bikira Maria mama wa kanisa ambayo inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste kila mwaka, na ambapo mwaka huu basi iliadhimishwa ile tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, ndipo basi waraka wa kipekee kabisa wa kwanza kabisa wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ulitolewa, na kama nilivyosema hapo mwanzoni unajulikana kabisa kama Magnificat Humanitas, yaani utu wa kupendeza. Na waraka huu kwa kweli unahusu juu ya hifadhi ya utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde ama akili mnemba wanaita. Kwa hiyo waraka huu ulizinduliwa rasmi katika siku hiyo. Wapendwa, kilichomsukuma kwa kweli Baba Mtakatifu kuandika ni vilio vya maskini, vita vinavyorindima sehemu mbalimbali duniani, na kwa kuongozwa basi na mwanga wa imani, ufahamu wa kibusara, ukweli na uwazi, na kwa kusikiliza wataalamu mbalimbali wa sayansi, viongozi na watawala mbalimbali wa kanisa na umma wanaozidi kutafuta kanuni za haki duniani. Hayo yote yalimsukuma sasa Baba Mtakatifu kuandika waraka huu ili mwanadamu asije akawa mtumwa wa teknolojia, bali awe mtawala wa teknolojia. Pamoja na kwamba teknolojia inakuwa, akili mnemba inakuwa ama akili unde, mwanadamu asije utu wake ukadidimizwa kutokana na maendeleo haya sayansi na teknolojia. Basi Baba Mtakatifu pia alisukumwa na kanuni ya mafundisho ya kanisa kuhusu jamii. Nilishawahi kueleza hapa kwamba mfululizo wa mafundisho ya kanisa kuhusu jamii toka wakati wa mapinduzi ya viwanda mpaka sasa hivi. Wapendwa, kwa namna ya kipekee Papa anasisitiza kuwa akili mnemba ama tunaita AI iwe mtumishi wa mwanadamu na sio bwana wa mwanadamu. Kuna tofauti kati ya taarifa na dhamiri. Papa anasisitiza na anakumbusha kuwa kwamba kompyuta inaweza kuwa na taarifa nyingi kama wataalamu wanaita data, lakini haina dhamiri wala haina roho. Kwa hiyo mashine inaweza ikapiga hesabu lakini haiwezi kuwa na moyo wa huruma. Hata kompyuta iwe na akili kiasi gani, haiwezi kujua uchungu wa msiba, haiwezi ikajua upendo wa mama kwa mtoto au thamani ya msamaha kwa mwanadamu. Kwa hiyo binadamu asiongozwe na mashine isiyo na hisia, kwamba ni kweli mashine zina taarifa nyingi, zina maarifa mengi, lakini hazina hisia. Katika kulinda ajira na utu wa mfanyakazi, waraka pia unatahadharisha kuwa akili unde isitumike kama kisingizio cha kufukuza watu kazi ili kuongeza faida ya makampuni, kwa sababu sasa hii akili mnembe inarahisisha kazi kwa kupitia kompyuta pamoja na vifaa vingine vya kielektroniki. Kwa hiyo sasa isije kafika sasa mahali kwenye makampuni wakaanza kufunguza ama kupunguza wafanyakazi kwa vile kompyuta ipo. Kwa hiyo kazi inampa mwanadamu heshima. Kwa hiyo inabidi wanadamu wabaki kwenye kazi, watawale hayo mashine ya teknolojia. Maendeleo ya teknolojia lazima yaendane na haki ya kijamii. Hiyo tunaita social justice. Yaani AI sasa ambayo ni akili mnembe au akili mnemba isisababishe mtengano wa kiuchumi wala kuongeza matabaka ya kimadaraka. Wapendwa, tunafahamu kwamba vita vinaendelea sehemu mbalimbali duniani, vinaendelea sehemu mbalimbali duniani. Kwa kweli mataifa ambayo yameendelea wanatumia hata hivi vifaa, wanatumia AI kwa ajili ya kusponsor vita. Sasa katika hali hiyo binadamu wengi wanauawa kwa kutumia vifaa ambavyo havina hisia kwa kweli. Kwa hiyo mwanadamu anaumia, mwanadamu anakufa, kifaa wala kila hakina huruma. Kwa hiyo Baba Mtakatifu anatutahadharisha juu ya hayo. Vile vile Papa anatahadharisha juu ya hatari ya upweke na kupoteza uhusiano wa kweli. Papa ana wasiwasi kuwa kadiri tunavyoongeza zaidi mashine kama simu ama roboti, ndivyo tunavyozidi kutengana sisi kwa sisi. Anasema kwamba akili unde isije ikasababisha kile kinachoitwa technological isolation, yaani kujitenga kwa teknolojia, pale ambapo mwingiliano wa kidijitali unachukua nafasi ya mshikamano halisi wa kijamii. Tusiruhusu skrini za simu na kompyuta zifute upendo wa ana kwa ana, kwa sababu mara nyingi watu wanawasiliana, wanachati WhatsApp, TikTok, Instagram
hawana muda wa kuwasiliana na wale watu ambao wako nao karibu ana kwa ana. Kwa hiyo binadamu unapendeza pale tunaposhikana mikono, pale tunapotembeleana, pale tunajaliana, pale ambapo tunasaidiana, na kiuhalisia sio mara kwa mara kupitia tu likes za mtandaoni. Tupitie likes kwa kusaidiana katika maisha.